Stress. Mwambie kujisumbua na kujiwaza hakuta kusaidia. Ifanyeni namna hii, tusaidiane na tusalimiane hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeambia jirani yako aache stress. Mwambie waachane na stress. Stress hakuna kitu itaongeza. Yesu siku moja akasema, ni nani kwa kujiwaza na kuliwaza anaweza kuongeza hata nukta ya kimo chake? By worrying na kujihusulikia hakutakusaidia. In fact, it is proven ya kwamba those people who depress, who go from stress to depression, ni wale watu ambao wanaingiaga kwa kanyumba kanaitwa kujihurumia. Wanaisha sifiwe. If you want to live good life, hii maisha, don't take it very serious. You will die before time. Ukiona kitu kadogo wewe ya sasa inakusumbua, ukisikia sijui kulienda namna gani. Kuna watu hata wanashughuliwa na runinga tu. Unasikia mmoja alipiga mwingine na kisu akaua. Na unaona hiyo kitu inakupea stress. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako acha stress. Mwambie waache stress. Kama mwambie usiniambukize stress. Mwambie usiniletee. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekataa stress. Amen. Because kama ni kujipea stress, mambo ni mingi ya kupatia stress. I'm telling you, ni mingi. Ni mingi. Hata unapita tu kwa barabara unakutana na mtu anakuangalia hivi anashika hii ni kiumbe cha aina gani. Na wewe unaanza kujisukua, kwani huyo mtu aliniona na kuachana na watu. Don't give yourself stress. God is on the throne. Hallelujah. Kuna hii Biblia inasemaga things are already better. Can we sing it kidogo? Na msifikirie ati sijaanza kuhubiri, nimeanza kuhubiri. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the throne, it's already better. 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 When the Lord is on the throne, it's already better. It's already better. It's already better. One more time. It's already better. It's already better. When the Lord is on the throne, it's already better. It's already better. It's already better. One more time. It's already better. It's already better. When the Lord is on the throne, it's already better. It's already better. It's already better. Hallelujah. Sema I am stress free. Sasa ukija katika nyumba ya Bwana, bado unakaa ni kama ulipigwa magumi ya asubuhi. Ukienda kwa nyumba hutaki kuona mzee, ukienda kwa mkutano hutaki kusikia wamama. Sasa wewe utasaidia wapi? Ambia jirani yako acha stress. Hallelujah. Ambia jirani wacha stress. Amen. Unajua mnaweza fikiria mimi naongea tu maneno. Our words, they carry spirit. Especially if you are anointed. We speak life. We speak spirit. So msifikirie ati ninasema tu mwache stress. Ni kwa sababu I feel it in my heart. Kuna watu mnajihurumia, mnajihusulikia, sasa itakuwa namna gani? Wengine hata mmeanza kuogopa kama utapata corona. Utapata corona. Unajua wakati corona ilianza basa, mimi nilipatwa na kifua ilifungana. Na nikajua sasa, unajua nilikuwa nasikia corona unafungana kifua. Alafu nini? Homa.
shida za kupumua ndizo hizo. Mimi nakwambia shetani aliniambia wewe nimekukamata. Na hiyo kitu ikaanza kunisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Lakini nashukuru Bwana mimi sio wakufa na corona. Amen. The Bible says 10,000 shall fall on my right hand and left hand 1,000 shall fall, but I shall just see it. Amen. But it shall never affect you. Watakufa watu wache. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa juzi unajua shetani ni kama ile ungo unapiganga na maji. Inakimbia alafu ikarudi. Juzi nikaingia nikiwa kwa nyumba, nikiwa bedroom. Baada ya kuamka nasikia harufu, sisikii harufu. Shetani akanikumbusha. Hiyo bado ni dalili ya corona sasa. Sasa ndio nimefungua. Nikauliza my wife, kwani leo huko unapika pancake? Mimi napiki yako pancake ya asubuhi. Akaniambia zilizo ninapika na huko. Nikamuuliza, "Sisikia hata harufu?" Akaniambia maana vile zinatoka mzuri. Nikamwambia mimi sisikia harufu. So nilikuwa nafikiria labda hapo amepika. Kumbe alikuwa anasikia harufu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia kama homa. Sasa shetani akaniambia tena, "Wewe." Hiyo ni 2 weeks back. Bwana Yesu asifiwe. Si bado niko hapa? Si niko hai? Ambia jirani yako hukufi. Katika jina la Yesu. Utaishi. Utaona wajukuu. Na vitukuu. Na getogoro. Yote, utaiona yote. Bwana Yesu asifiwe. Nani alisema tunakufa hivi karibuni? We are not dying. There is power in confession. There is power in what we confess. Be positive in life. Confess positive things. Sema nitatajirika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama nilisikia alikuanga anatabiria nyumba yake. Sababu alikuwa na hii nyumba ya kufagia. Unajua kuna hizi nyumba za floor ya kufagia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa akiambia wewe ninakufagia hapa, lakini ujue siku moja nitakuweka mkeka. Sababu sasa hiyo huwezi weka mkeka. Hizi nyumba za matope huwezi weka mkeka chini. Si mnajua wale tumetoka ushauri. Most of our nyumba za ushauri zinakuwa za matope na matope chini. Wale hawajafanikiwa kujenga vizuri. Sasa alikuwa anaifanyia akiambia wewe nyumba, kwambia siku moja nitakuweka mkeka. Hiyo si imani. I love this kind of women. Bwana Yesu asifiwe. This kind of men who are positive in life. Bwana Yesu asifiwe. Eventually mtu akaja akamuuliza, nyumba yako mami, si tunaweza kuweka floor? Ushauri mtu anakuambia kama anaweza kuweka floor na ikawekwa floor na mwisho akaweka mkeka. Bwana Yesu asifiwe. I shall live and not die. Hallelujah. Mimi I'm telling you, nitakuwa na one of the biggest church in this. Unashika mambo sana. Nitakuwa na kanisa kubwa. Na magari makubwa. Mimi nawaambia hizi tunaleta hapa, hizi ni za mazoezi tu. Hata nilisema hii nitapea my wife. Amen. Ninaanza kufundisha yeye driving. Nimpatie hii. Ninunue gari ya mzee. Na watoto wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie ukweli. Kuna mambo Mungu anataka kufanya kwa hii church. Msijali na kile mnaona. Unajua Farao alijifanya mwanaume. Acha nitoe hii kwanza jioni waone vizuri. Farao alijifanya mwanaume. Akashughulikiwa na figo ngapi? Zilikuwa 10. Alishughulikiwa na figo 10. Anakausha. Anasema hata sikusikia. Mwishowe ya 10. Ali akasema hapana. Hiyo ni kubwa sana. Akasema Edeni. Lakini akasema wasiende bali vile tulikuwa tunaambiwa na mtumishi. Msiende bali. Ndio tukiwahitaji tuwakujie. Alafu akawaambia msibebe vitu mingi. Naye Musa akamwambia hata hufu. Sema kwato. Hatuachi na hatuendi karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbali. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anataka kufanya kwa hii church. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda, mimi siwaambii guess what? Kama wewe uko ndani ya mwili, kuna watu tumetafuta Bwana. Mimi nawaambia kile ninasikia ndani ya roho. Amen. Nawaambia kile Mungu ameniambia. This church itakuwa kielelezo. You will be surprised. Amen. Acha hiyo unakuja saa 5 na hivi. Kama umebeba dunia na 90 kgs. Na 90 kgs. Utakuwa unakuja hapa, unakuta hakuna kiti, unakaa huko nje. Wengine tutawawekea kahema pale kwa ile uwanja na tuwawekee screen. Wao wanakaa hapa. Hallelujah. Because it is our time. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Farao aliguzwa mahali akasema labda alisema na kikama waachilie, waambie kesho waamke waende. Na Musa akaambia majambo, wewe mkule na mkule kabisa, kesho tunaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasikia I feel in my spirit. Unajua hivi vitu huwa tunafeel wale mko ndani ya roho. Hizi vitu na feel in my spirit. Mvua ile inaenda kuanguka hapa. Sio mvua hii ya asili, mvua ya kiroho. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Apia jirani yako, handle me properly. Tomorrow you might not reach me. Najua kuna jamaa mwingine alikuja kwa Kiang'ombe. Kaanza kutuambia vile alikuwaga sijui wa kanisa ya Ng'ang'a. Apostle Maina. Sasa alikuwa anatuambia yeye hata ndiye alikuwa amekodisha apostle na nyumba ya kuweka sauti. Vyombo wakiwa Mombasa. Sasa tukamuuliza, na mbona ukaachana na baba yako? Akatuambia, najua niliangalia nikaona ni kama mtu hakuna mahali anaenda. Sasa ile shida alikuwa nayo ilikuwa anatuuliza, ninaweza aje kumfikia? Hallelujah. Amen. Tabia jirani yako, chunga vile unakaa na mimi. When I'm glorified, nitakuwa kama dhahabu. Amen. Na usinionee wivu. Ndio pastor alianza kuliga. Ukitaka kumuona, sijui lazima ufanye appointment, ni wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si vizuri? Unafanya appointment. Maana wakati wake wa kutukuka umefika. Kuna wakati alikuwa anatembea huko hata wewe mwenye anataka kuniona Wednesday akuje. Hata hakuna mtu akuna. Kuna wakati utafika my friend. Ukae mwaka bila kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi maneno yangu hayakuji. Wait you see. Na sitakuwa nimelinga, ni hadhi. Kiwango. Can I say this as I continue? One of the biggest challenge, or one of the biggest challenge to handle as servant of God, it is the breaking season. When God wants to use you mightily, when He wants to give you a generational mantle, He breaks you so much so that you can handle the glory. Amen. And when you are being broken, unajua hakuna kitu kinavujangwa kikibebelezwa au unabeba unavuja, unataka kivujike. So hivyo ndivyo Mungu huwa anadili nasi, anakuvunja. Sometimes unavujwa na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaombea wengine wanapona, lakini wewe yako haiisha. Sometimes unavujwa na nini? Na kukosa pesa. Msoto divine. Unavujwa. Yaani unaangalia hii, unaona hii kusota hii iko na shetani. Na kweli iko na shetani na ameruhusiwa. Mungu anataka aone moyo yako kama unaweza kufikiria kwenda Misri kidogo. Unasota mpaka ya kulipa nyumba unakosa. Mungu anataka aone kabisa whether you can go down to Egypt to seek for help. Maana watu wakiwa na njaa sometimes huwa wanakimbia Misri. Amen. Unaomba, Baba, katika jina la Yesu, ninafungua milango yote ya fedha na dhahabu. Unafungua yote, bado inakauka. In fact, ukijaribu kufungua ndio inafunga zaidi. Na ndio maana nilisema hapa siku nyingine, ukiona unapitia shida zingine ambazo umeombea haziishi. Amen. Elewa. Understand your language. Ni Mungu anakuambia hii kitu iko ndani. Hii kitu ni moto ya kukuchonga. Hii kitu ni moto ya kukutengeneza. Ambia jirani yako, vumilia moto. Usitoke ndani ya moto. Uzuri wa hii moto
moto haiwagi mtu, lakini inachoma. Choma kabisa, unasikia kukufa. Lakini Mungu anahakikishaga kuna grace ya kukuweka hai. Lakini inakuvunjaka, unachekelewa. Yaani na unajua hii shida. Mungu sababu ya kupitishia hiyo ni wewe utoke na uhai mwingine. Na ndio maana watu kama Paulo walisema it is no longer I who live but Christ lives in me. Yaani mtu amevunjwa, amekufa, ameishi tena. Anasema sasa hata kukufa mimi sio shida, maana nilishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia jirani yako wewe kesho ndio utaendesha gari yako. Haleluya. Unajua kuna wakati tulikuwa kazini. Kai Jehova. Watu wanatoka pale. Kai. Tulikuwa tunaenda kungoja mshahara. Unajua sasa ulikuwa kazini. Na kuvicha anacheka kabisa. Mnapewa pesa and then mnapewa mshahara imetumwa. Kumbe haijatumwa. So tunaenda Kitengela kungoja mshahara huko. Tunaenda, unajua unakaa na ATM hapo nje. Unakaa wana unakimbia, unaweka. Unaangalia balance zero. Sasa inabidi ushinde. Sasa unaenda kwa nyumba hakuna kitu. Endeke wewe. Unaenda ziafadhali wewe ngoja hapa. Sasa unapiga simu kazini. Unaonaje wamesema wametuma. Unaigoja huko. Mpaka askari huyo soja anakuaga hapa, anatufukuza. Watu wao tokeni hapa kwendeni. Mshahara wenu haijaingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo haijazuia mimi kuinuka. Na haitakuzuia wewe kuinuka. Katika jina la Yesu. Haitakuzuia kuendesha gari yako. Haleluya. Penina na kicheko chake hakuzuia Hana kupata mtoto. In fact, he made Hana better. That problem should make you better. Amen. Hallelujah. Kwa nini naongea mambo haya? Maana kuna some situations and circumstances ambazo Mungu tuhuruhusu tupitie for our own good. Kuna mioto hatuwezi epuka. Mpendwa, kuna mioto huwezi kuja hapa ni kuwekelea mikono ishe. Kama moto ni wa Mungu, huo moto ni wa kukurefine. Utapitia. Wewe kile naweza kukuombea Mungu ni neema ikutoshe. Ukichomeka uwe na neema. Haleluya, neema. Unapimiliwa pale. Unachomeka. Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia jirani yako, uliza jirani yako ni moto gani sasa na kuchoma. Sababu wengine wamekuwa wakifikiria ni shetani, hakuna shetani. Wengine ni Mungu wako kwa utewa na Mungu. Tewa. Choma. Unalia. Mungu wa Israeli, unamuita majina yote. Kwanza hata majirani wanakuja na kuambia wewe ni bure kabisa. Wewe ni bure kabisa. Tulikuwa hii kwenda kanisa ni ujinga tu. Unachomeka. Paka utakufa kabisa. Sasa unasema sasa Mungu, wewe fanya na mimi vile utakavyo. Ukisifika that level, Mungu anasema yes. Sasa umeanza kuongea. Lakini sio wakati unanelewa kidogo. Kanisa unakosa kukuja. Wewe bado uko hai, unahitaji kutoka. Pesa ikikosekana kidogo au mshahara ikipungua unaanza kusema Mungu sijui uko wapi, unaacha hata kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe bado uko hai, unahitaji kuchoma. Ni Mungu anakuchoma saidi zote. Ya pesa inakosekana, unapigwa ngumi na mzee, bado unasema Yesu ni Bwana. Unakatazwa kuomba kwa hiyo plot, unasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Amen. Unakuja kanisa hata hakuna mtu anajua uko hai. Wanakuona ni kama kikingi. Bwana unasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wacheni niwaambie, na wewe ukipita hiyo mitihani, watu watakuwa wanatamani kukuguza vitu hivi. Mtumishi wacha niguze kiatu. Si ni unaona wengine wanaenda kwa wazazi wao kubwa, hata nataka tu aguze kiatu apate anointing. My friend, utapata anointing kwa kuguza kiatu yangu. Tunajua tuache hii michezo tuko nayo bwana. Hata wacha tu niguze kiatu. Upate anointing ile nimegharimikia kwa kukufa. Wewe acha mchezo bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeeni ukweli. Amen. Na ndio maana mnaona watu wanakuja kanisani because what they need is God's money. And together with God money, Mungu hapeanagi pesa tu, anakupia pesa
Amen. Baada ya wewe kutengenezwa, ambia jirani yako lazima utengenezwe. Amen. Unajua nilikuwa ninasoma story ya Moses in the book of Acts chapter 7 I think verse 2. It talks about Moses. Maybe someone can open that scripture we read. Leo ninasikia mzuri. Mimi nasikia hali yanga ikiwa mzuri sana. Amen. Nani anasikia kama mimi? Amen. Nasikia hali yanga ikiwa mzuri. Najua kuna wakati nasikia hiyo hali yanga ni nzuri. Nasikia hali yanga ikiwa mzuri. Acts chapter 7 verse 2. Somebody can read for me if you are there. Anybody. Verse 32. 7:32. 32. Inasema hivi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, vua viatu miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Lakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri. Soma 21. Kuanzia 21. 7:21 inasema hivi, hata alipotupwa binti Farao akamtoa, akamlea awe kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri. Akawa hodari maneno na matendo. Fikisha hapa mtumishi. Mungu abia jirani yako, Mungu sio kama wewe. Imagine huyu ni jamaa anaitwa Musa. Si mnajua story ya Musa? Amezaliwa wakati Farao ako na kisirani. Sema kisirani. Na Farao anasema watoto wote wa Israeli, especially wa kiume, kama hajua. Na akaita wale ambao ni wakunga. Wakunga ni wale kuzalisha Akawaita akawaambia, mkiona kamezaliwa ka kiume, nyoka. Na wanawake hawa wakawa na ungu ndani. Wakasema hatuwezi guza watoto wa Waisraeli. Amen. Na hawakuwaua. Sasa ikawa Musa naye alikuwa amezaliwa wakati huo. So Farao akawauliza, na niliwapea kazi ya kuua hawa watoto wa kiume, mbona ninaona bado wanaongezeka? Maana Farao alikuwa na uoga ya kwamba watu hawa watainuka sana, wawe wengi, na siku moja wawapige. Na in fact Waisraeli walikuwa wameanza kuwa wengi sana. Na ndio maana mnaona shetani anataka kushughulikia mtu akiwa kadogo. Kakanisa kakiwa kadogo, hatari za kukufa ni mingi. Shetani anataka kusema nyongea hapo. Amen. Wewe wakati uko mdogo ndio shetani anasemanga ua. Maana ukiwa na nguvu hasa kuweza. Wewe. Mungu akupitisha bahari ya Shamu muone miujiza. Haya akulishe jangwani. Alafu useme utamkana, utasema hapana. Lakini ukiwa mdogo, wakati kaimani kadogo, hujajua Mungu vizuri, anasemanga toka kabisa. So wakaambia wana wa Israeli, hawa watoto weni. Ashukuru Bwana kwa sababu ya hawa mama. Walihakikisha ya kwamba hakuna mtoto amekufa kwa sababu yao. Na kwa sababu hiyo Mungu akawapatia familia kulingana na Biblia. He blessed them. Amen? Amen. He blessed them. And then Moses kamezaliwa. Amen. Amen. Moses kamezaliwa. Mama yake amejua hapa huyu mtoto ni wetu na Mungu. Lakini nashukuru Bwana wa mbinguni. Akaweka kwa kikapu, akaweka River Nile. Amen. Akaweka River Nile. Sasa River Nile kuna kuka na crocodile. Lakini Moses amewekwa ndani ya kikapu na amefunikwa. Na nilikuwa nafikiria nilikuwa kwa nyumba, labda hata aliweka hizi nyasi zimesimama juu ya kifuniko, ndio ionekane bado ni nyasi. Unajua kitu hapo kwa maana. Na siku moja msichana wa Farao, or daughters of Pharaoh, walikuwa wanaenda kuogelea huko, wakaona hiyo kakikapu. Kufungua wakaona ni mtoto. Mzuri. Na wakati Moses alipowaona alianza kulia. Na wakashikwa na ile huzuni. Wakasema huyu ni mtoto wa mmoja wapo wa wanawake wa Israeli amefichwa hapa. Na akiwa katika hiyo hali ya kuwazawaza hapo, kumbe naye dada ya Musa hakuwa mbali. Akaja akamwambia, kwa ujanja kuna tusichana tuzuri sana. Naweza kuwaitia mtu anaweza kuwalelea huyu mtoto. Akagua ndio tutafutie. Akaleta mama ya Musa. Hesabu ya Mungu inaingiaga ile ujanja. Hesabu ya Mungu inaingiaga. Na ndio maana mimi naambia watu wacheni stress. Hesabu ya Mungu imeisha tayari. Ni wewe unajisumbua. Hata hii mambo ya corona.
Mnajisukua bure. God knows what is happening. Amen. Wakati mama ya Musa alikuja akaambiwa, nataka uniangalilie huyo mtoto na nitakuwa ninakulipa. Imagine unalipwa kuangalia mtoto yako na unamnyonyesha. Hiyo ni tabu, si tabu. Lakini wewe ungeangalia the whole scenario, ungefikiria sasa hapa imekuwa mbaya. Kumbe Mungu kwa hesabu yake anataka hii kijana ilelewe kwa nyumba ya mfalme. Wakati kalikuwa wingi, kuna ile sehemu period ya mtoto kunyonyeshwa, anaanza sasa kukua. Akapeana kwa Farao. Sasa akaanza kulelewa na the wisdom and the knowledge of Egypt. Why? Because he was to become a deliverer of the same people of God from Egypt. Abia jirani yako, hesabu ya Mungu imeisha tayari. Ni wewe tu hujashika mapu. Ni wewe hushikanishi, hesabu ya Mungu imeisha. Na watu wengine kile mnaona Mungu anatupitisha hali zingine ni kutuficha. Ni kutuficha. Au unafikiria watu wengine shetani angejua tutakuwa nini? Na by the way wala hamjui, shetani sio ni science, hajui kila kitu. Shetani hajui kila kitu, sio kama Mungu. Shetani angejua wengine wetu tutakuwa nini. Haki angetafuta kiroli kigoge uishe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hajuaki. Ni kuangalia na angalia, sometimes anafanya guesswork. Anaangalia vile malaika wanakuja wakishuka, huyu mtoto ni kama atoka kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anakuficha. Sasa wengine hamtaki kufichwa. Mungu, ni halali si kufichwa, unafichwa bila shida ni kufichwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Habia jirani yako ni kufichwa. Kubali kufichika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kakalelewa na mama ya Musa, kakanyonyeshwa, alafu kakapeana kwa nyumba ya Farao. So Moses grew as one of the fellows. He was man mighty in deed and in works. That is Moses for you. But when you read the book of I think Deuteronomy, Moses wakati alipofika kutumwa, we see Moses say, God, mimi sijui kuongea. Kuongea kulienda wapi? Hapa tunaambiwa he was mighty in deed and in works. Lakini wakati alifika kutumwa, baada ya kupitia 40 days and 40 years in the wilderness, akashindwa na kuongea tena. Sasa anatumwa na ambia mimi Mungu najua kinywa hii yangu haijuagi kuongea. Hata anaulizwa na Mungu, who created the mouth? Anasema ni wewe Mungu, lakini unajua mimi nakuwa stammerer. Mimi nauliza, this guy who was mighty in deed and in words, kuliendaje? Abia jirani yako kuvujwa. Bwana Yesu asifiwe. Unavujwa until you are very straight, ile wewe unategemea inaisha. Because some of us, Mungu kutaka, can I say this na mnishike? Sababu sometimes nikihubiri hapa ni kama watu huwa wanishikanisha. God allows you to come the way you are, but he never uses you the way you are. Are you getting me? You can come to God the way you are, but you are not usable the way you are. You have to be vujwa. You have to be broken. You have to be smashed until ufanyike kile chombo Mungu anataka. Musa alivunjwa kiasi kwamba baada ya 40 years, the same Moses who was mighty in words and in deed, he was no longer able to talk. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Abia jirani yako, kubali kuvunjwa. Kesho uwe chombo cha heshima. Kisimama watu wanasema yes sir. Yes father. Hata saa hii unapita mpaka mbwa inakuonea. Kia kuuma wewe tu bure. Kuna wakati utafika ukipita watu wanasema yes father. Yes sir. What can I do to you sir? Hadi mimi naambia watu, nini ujifundishe? Wapendwa, tuwe na moyo kubwa. The Bible says that is you wanaongea mambo haya ya kwamba the afflictions that we are going through are seasonal. They are for a time. They will not last forever. Kuna wakati zinaenda kuisha. The cry may endure for a night, but joy comes in the morning. Bwana Yesu asifiwe. May God give you the grace to endure. Amen. May God to give you the eyes or the sight to see who you are becoming. Amen. In the name of the Lord. Amen. Because some of us, we are trading our tomorrow with the today needs. Unakuta kama yule jamaa aliuza hatima yake sahani ya demu.
Imagine akachua kile anauza, akavumilia hiyo njaa. Na unajua shetani ni mjanja sana. Aliulizwa, aliambia ndugu yake, unajua mimi amdai. Chua njaa siku moja inaweza uwa mtu. Lakini alisema mimi nakufa, usiponipatia hiyo sehemu ya dego mimi nakufa. Akamwambia basi kama ni hivyo wacha tufanye deal. Akauza his first birthright kwa sababu ya njaa ya masaa. Ambia jirani yako hiyo ni njaa ya masaa. Unaona kama msichana kanajipiana kwa kijana kwa sababu ya njaa ya masaa. Hatunataka kufaa skati kama ya fulani. My friend, kuna siku itafika dada yangu ukivumilia na ugoja Mungu, utaangalia wardrobe. Usini utafaa gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema wardrobe. Unaiangalia hivi unasema leo yaani kuna siku itafika uwe unafaa kulingana na weather, occasion, nini nyingine? Time, who you want to meet. But sasa hii tunafaaga anything. Sababu ndio iko. Unaona mtu kuna jua lakini amevaa kabuti tano. Hana ingine, hiyo ndio iko. Kuna wakati utakuwa unafaa kulingana na occasion, weather, who are you meeting, where are you going, because ziko. Kuna wakati Mungu atatuinua, huwa unafaa kulingana ile gari unafaa kama ni ya red, uko naendesha na gari ya red. Haleluya. Mimi natia watu moyo hapa. Wacheni kujidunisha. Bwana Yesu asifiwe. The same Moses who was despised. Amen. The same Moses who was in the river inhabited by crocodile was the same Moses who became God before Pharaoh. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia jirani yako vumilia. Watu wavumilie. Kesho waje niwaambie utukufu ambao Mungu anaenda kuachilia kwa maisha yetu haiwezi linganishwa na hii mateso kidogo tunapitia. Na mtu wote ati kwa sababu tu umekaa mwezi bila kukula nyama inakusi. My friend, kuna wakati utadogo unaangalia unashika nitakula gani hata hutahuna haja nazo. Hakuna mtu yule ati mnajua mimi sasa hata ile kitu nakulaga maana ni omena. My friend, hata omena ni mzuri. Ipokee na shukrani. Ndio uwe na ushuhuda. Kwani shuhuda zinatokaga watu wapendwa. Amen. Ndio kuna watu wanaishi kwa shuhuda zao. Kuna huyu jamaa alikuwa anaiba makuburi. Anaiba majeneza. Wakati alikuwa converted, sio kitu ndio huwa anashuhudia mpaka anaenda kwa citizen na kule kwingine. Anasema kuna Mungu mbinguni aliniconvert. Kama jeneza inaweza pita hapa, na niangalie namna ile hizi. Ibati yeye baba yake imwoga jeneza. Anasikia kuiba jeneza. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, kesho yako ni nzuri. Your tomorrow is better than today. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Leo natia kutia mtu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kwa nini sometimes sio hii kitu haikuwa ya kila sana. But there are times you feel kuambia wapendwa, I can see the light at the end of the tunnel. Ninaona mwangaza. Kuna wakati Musa walifika katika bahari ya Shamu. Maana hakuna mtu hapitiaki hizi hali. Musa akaangalia mbele akaona this is the Red Sea for real, sio ndoto. Amebeba wanaume, wanawake na ng'ombe na mifugo na kila kitu. Na alikuwa amewaahidi ni Mungu amenituma. Yahweh amenituma. Imagine kuwa kiongozi umeambia watu yenyewe tunaenda Kana. Sunguka Kana. Wapi? Sasa walipofika hapo, watu wanamuuliza Moses, does it mean there were no tubes in Egypt? Tungekufa na tuzikwe huko. Mbona sasa umetuleta huku tukufie kwa bahari ya maji, kifo ya maji. Na watu wakakufa moyo, wanatetesha Musa, wanamwambia tulijua tu wewe ni ng'ombe tu. Na hiyo ni yangu sio ya Biblia. Lakini nafikia kuna watu. Ninaamini kuna watu walikuwa wanamwambia wewe ni ng'ombe tu. Sasa tulijua tu. Ilikuwa upuzi ulikuwa unatudanganya hapa. Musa kwanza sasa tumeki the matter was. Kuangalia nyuma wana wa Misri nao wamekuja na mafarasi. Sasa wametumwa tena warudishe Misri. Shetani ni shaitani tu ameshindwa, haturudi Misri. Haturudi Misri. Mimi sirudi Misri. Nimetoka mbali sana kurudi. Nimetoka mbali sana kurudi Misri. Mimi sirudi. Abia jirani yako sirudi Misri. Hallelujah.
ati wanaona wanajeshi wa Farao wamekuja na machariot wako wamejichocha. Lazima sasa hawa watu wapi? Na Mungu ni nani? Mungu alihakikisha chariot zao hazifiki, sinatoka gurudumu, sijui nini, akuga na analeta mpaka mist. Na analeta mist between them and the children of Israel. God is amazing God. Hallelujah. Unaona hii mambo tunapitia. Siku moja itakuwa shughuli. Praise the Lord. Utakuwa unaangalia watu wakikufa moyo unawaambia wewe kuwa na moyo kubwa. Mimi nilipitia hii na sikukufa. Kama sasa mtu akija akiniambia, unajua pastor, unajua hata harufu wacha. Hata mimi nimepitia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Musa akaulizwa na Mungu, sababu hata Musa alilia. Kauliza Mungu, jamani, hawa watu wote, what do I do with them? Mungu akamuuliza Moses, what do you have? Kasema niko na star, a rod. Kaambia hebu nyosha kwa maji uone miujiza. Sasa kafimbo kanaweza gawanya bahari, fimbo. But because God want to show himself mighty in your life. Ndio maana the deep, nilikuwa naambia pastor mwingine mwingine, the higher the bigger you are, vile utakuwa mtu mkubwa ndivyo unapitisha kwa zaidi. Ukitaka kujua ni mtu mkubwa, angalia the size of the problem you have. Uliza jirani yako unapitiaga size ya shida gani? Kama shida yako tu ati ni watu tu kukuita ng'ombe. Hiyo tu. My friend, hiyo tu. Kama mtu mimi niona tabu nikoke, hiyo koke nende. My friend, wewe ni kama mtu kadogo. Ukitaka kujua size yako, angalia the giant you kill, the giants you fight. Bwana Yesu asifiwe. Ask your neighbor, what kind of a giant are you fighting? Kwa sababu mtu analetea kulingana na size yake. Shetani anakuletea kitu mpaka watu wakiangalia wanaulizana, na wewe kwani umerogwa? Sio kurogwa, mwambie ni ile iko ndani, mimi ni that size. In fact ukitaka kumwambia I'm that size. That giant is equal to me. Bwana Yesu asifiwe. Musa akaambiwa wewe hebu gonga imani uone. Na kuambia the Bible says kile kilifanyika hapo hata waleo. Bahari. Kuna nchi inaweza kawanyisha bahari? With all the technologies we have today, kuna nchi inaweza? Hakuna. Hata mlipua ya nuclear bomb hamwezi. But a rod of Moses, bahari iligawanyika ikawa nchi kavu. Sema nchi kavu. Na labda wale Mungu ni mwaminifu. Akaambia Musa, okay sasa. Haya, iteni. Kuku. Kokoro. Ng'ombe, na hakuna haraka kwa sababu huwezi angalia ng'ombe. Pole tu. Bata mzika. Pole na watoto pole tu. Mlima ya maji pande hii, mlima ingine pande hii. Mungu nani wa aina gani? Wakati ilifika asubuhi, ule Mungu akahakikisha sasa ameacha gurudumu, sasa rudisheni gurudumu. Nao akasema anafikiria ni wajaja. Tutawafuata. Okay, wateni. By the time waliingia kwa maji, wakati wa mwisho waliingia, ndio wa mwisho pale alifuka pande ile hiyo. Musa akaambiwa okay, kama kawaida rudisha maji. Bwana Yesu asifiwe. By the following morning walikuwa wanashuhudia misoga ya farasi na wanajeshi wa Farao wakiwa wameelea juu ya bahari namna hii. Ambia jirani yako, the enemies you see today, you shall see them no more. Na msifikirie mimi ninahubiri tu. Hey you guys, you don't listen. Ni vizuri kuchunguza mtu kabla hajaenda mambo. Mimi nakwambia Miriam alichukua kihembe, wakaanza kusifu Bwana kwa sababu of the victory. Yani between them and the enemy ni bahari sasa. Na between them and the enemy they are even there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tell your neighbor, take heart. Take courage. Do not, in fact ukisikia kama unasikia unaenda chini, sing praises to God. Sometimes chekelea hiyo shida yako. Unaichekelea kabisa mpaka jana ile kelele. Unaichekelea hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Baba watu wanaona huwa anakuwa mjinga. Sio ujinga. My friend, if you compromise, ukianza kusikiza kile shida inasema, you die. Mimi utakufa. Mnakumbuka Paul na
jailers kwa gereza. Wamefungwa na minyororo. Wamewekwa katikati ya maaskari. Wamefungiwa, wamechapwa. Katika hiyo seli kuna milango sijui mingapi. And they decided to see. Kaanza kusema kwa hallelujah. Aiwe shangwe. Mimi napenda watu kujichocha. Hii maisha ukijipatia zile utakufa. Tuko tafuka mapema. Jichoche. Amen. Jicho. Sijui kama hiyo ni Kiswahili au ni Kiingereza. Every year anasema kujichocha ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Jipe raha mwenyewe. By the way, mimi nasikia vizuri. To be honest. Mimi nasikia vizuri. Mimi nasikia vizuri ndani ya moyo. Sijui exactly ni nini, but mimi nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Miriam akasifu hapo mbaya mbovu. Wakaambia Mungu wewe uitwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua mimi zamani kidogo zamani yangu mimi sio mzee sana. Nilikuwa nilikuwa kwa mikutano kubwa sana ya crusades. Meetings mingi kubwa ninaona ninagojewa, ninakuta nimengojewa kwa hizo meetings. Sasa sikuwaijua kile Mungu alikuwa ananionyesha. Bwana Yesu asifiwe. But I can see now the light glimmering at the end. That is where we are heading. Amen. That is where we are going. Amen. Hallelujah. Amen. No amount of power in hell will stop it. Amen. Because what God has ordained will come to pass. Amen. In Jesus' name. Amen. What He has said He will do it in Jesus' name. Amen. And may the devil know there is no amount of power that can stop the power of God. Amen. No amount of forces can overcome the purposes of God in your life. Amen. In Jesus' name. Amen. Hata moto yenyewe utawekwa kwa moto kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Moto iseme hawa hatuchomani. Moto iseme hawa hatuchomani. Waina hii hatuchomani. Na wacha tuangalie kitu kidogo. Unajua? Hallelujah. Amen. What is maturity? We define what is maturity. Wale ambao hauko wa Sunday, we were talking about spiritual maturity. And we say that maturity is the degree of conformity to the image and the character of Christ. To the image and the character of Christ. Maturity, we say it is a degree of conformity to the image and the character of Christ. Na tulisema hivi, the reason why Mungu anataka tukomae ni kwa sababu kuna mambo mingi sana ambayo hatuwezi pewa. There are levels that we will never attain until we grow to a certain levels. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Galatians 4:4, the Bible says, as long as a hair is a child, he remains under the tutor, under the governors. Na anakuwa anakontroliwa na wale ambao ni wafanyikazi, isipokuwa au and though he is a hair, he does not receive the inheritance so long as he is a child. Hivyo ndivyo ilivyo wapendwa na sisi. Kuna mambo ambayo tunaitisha, lakini Mungu akiangalia anaona tunahitaji kukomaa to a certain degree so that he can give us our desires. Are we together? Na ndio maana hii ujumbe wapendwa ninahubiri ni muhimu sana. Ishikeni. Na ukisikia ile level huko, uambie Mungu akusaidie kukomaa kwenda that next level. Bwana Yesu asifiwe. Now we define what is spiritual maturity. Now I gave the definition. We said the first one is the degree of conformity to the image and the character of Christ. Yani ni kufanana, ni kiwango cha kufanana kule umefanana na Yesu. Na image and character, of course I know you understand what is a character. Character ni for example, humility was one of the character of Christ. The Bible says, though he was God, he did not take it robbery to be equal with him, but he humbled himself to an extent of taking the form of a servant. He came and lived as a man, and he died for us. That is humility. That is a character. Are we together? Yes. So, katika maisha yako ya Ukristo, ukijiangalia, do you, in that area of humility, do you conform with Christ? Okay, the other thing, Jesus, he was born in a manger. Mnajua hivyo? Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe. Kwa nini? Na kulikuwa na uwezo Yesu alizaliwa kwa nyumba ya ufalme. It was also sign of humility. He was born in a manger. Manga, hata nafikiria most of us hapa hakuna mtu alizaliwa kwa manga. Nani alizaliwa horini hapa? Hakuna. Ile kitu ile muharati, ile inaitwaje kwa Kiswahili? Hori. Ile mahali mambo wana lamba chumvi ya tumezaliwa. Hakuna, sio most of us we are born in hospitals, in better places.
Lakini Yesu alizaliwa kwa hori la ng'ombe, sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu alikuwa anataka kudhihirisha humility. Bwana Yesu asifiwe. So when you look at your life, do you conform with Christ in the area of humility? Do you conform in the area with Christ in the area of love? Because you can remember, he was crucified by men who wished him dead, but yet we see the final one he said on the cross, ya kwamba God, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. So when you look at your life, how much of you have you conformed to the image and the character of Christ? Na wapenda, wakati mnasikia nikisema mambo haya ya kuvunjwa, tunavunjangwa disposa mambo haya ya ubike ndani yetu. Mungu anaangalia katika maisha yako, anaona ile kitu inakusumbua ni kiburi. Na sasa je, ya kuvunja kiburi, amen, anaangalia ni nini hii inaleta kiburi. Wengine wetu kiburi ni kwa sababu ya ile pesa tuko nayo. Mungu anahakikisha hiyo pesa ameondoa. Hallelujah. Amen. Are we together? Wengine anaona kiburi ni kwa sababu ya kabiashara. Anahakikisha hapo kabiashara kameisha. Amen. Unavunjwa so that you can humble. Wengine ni unasikia, kuna mhubiri nilikuwa nasikia alikuwa anauliza watu wanangojeka namna gani? Hata watu wakingojeka sikia wewe ni mgonjwa, anauliza wewe ninasemaga hamuna imani. Hamuna imani ndio maana mnakuwa wagonjwa. Siku moja ilifika hata yakavuka. Alikuwa anaeleza nikacheka sana ati wakati alikuwa mgonjwa alikuwa anaomba sana akiwa hospitali, kwa hiyo kafomu, Mungu nakuomba usilete mshirika hapa. Sababu nilikuwa ninawachongoa nikuambia mbona mnakuwa wagonjwa hamna imani. Kumbe ni neema. Mungu akaangalia akaona huyu mhubiri hata nielewa akiwa na hii attitude. So akahakikisha amevunjwa. Bwana Yesu asifiwe. So ulisha jirani yako unavunjwa sehemu gani? Haleluya. Unavunjwa sehemu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliambia Mungu, unajua tunaibaga hii kabisa. I surrender all to you. Nani hapa? Bwana Yesu asifiwe. Na kuna hata hii kabisa nyingine tunaibaga ati ukitaka kutumana mitume. Tunakadaga aje mama mtume? Niko hapa. Sisi ukitaka kutumana niko hapa. Hebu tuibe kidogo. Iba wacha haya, ni nini iba? Okay, twende. Leo unainua mikono, unavuga tomato unalia kidogo. Hebu sikia, ulifanya nini? Upendavyo. Na Mungu anasema, "Okay, kuna dada mahali fulani anataka kufanywa vile mimi nitakavyo." Sasa unaanza kushughulikia mosmos pole. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kama umeiba hiyo wimbo, unaambia Mungu, "I authorize you God, make me a vessel." Na ndio maana maombi mengine ukiomba ni vizuri kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu hajaomba hivyo. Mimi nimeomba mara mingi, "Father, in the name of Jesus, make me a vessel of honor." Unavunjwa mpaka unaona ni kama kurogwa. Sio kurogwa, ni kuvunjwa. Bwana Yesu asifiwe. So that katika maisha yako there is nothing you can really lean on that can stop you from serving God. Unanipata wapendwa? Yaani unavunjwa kiasi kwamba the life that you live is no longer yours. It belongs to Jesus. Akitaka uende north, akitaka uende south, akitaka uende east, you are like the wind. Na ndio maana Biblia inasema watu wa roho ni kama spiritual people are like the wind. You can't discern them. You can't know where they are going. Maana they are led of the Spirit. Wamevunjwa kiasi kwamba huwezi eleza wako wapi. Anaweza amua kesho asubuhi, chukua hiyo koti yako, patiana kwa dada fulani. Kesho unakutana naye hana koti. Na mlinasi ulikuwa na acha tu. Mungu anitisha. Ni kuvunjwa my friend. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unaona hata hii shida ndugu yetu Jeremia alikuwa anahubiri hapa. Shida ya watu kutoa mangotole hapa. Unajua ni nini? Ni kukosa kuvunjwa. Watu wakikuvunjwa wapende Mungu. Hakuna kitu mtu haezi. If you are perfected in love, mimi nakwambia unaweza toa enemy. Ushawaona mwanaume amepeleka msichana kwa hoteli kwa sababu ya love. Na kuna pesa enough only ya kununua
na chips. Anaambia msichana haki. Wewe kula. Msichana anamuuliza mbona mimi nimekula tu sasa. Na hakuna kukula, amekula saa hiyo. Ni hiki kipenzi anataka kufurahisha. Yeye hata hajakula, hata hiyo kukula labda alikula sivili. Niliona kingine kameletwa kwa hoteli mahali nilikuwa. Kama nilinunua kuku na chips. Alafu kama nijipakanisha huko na hizi vidole za kuongezwa. Ni vidole au ni kucha? Anaishika hivi kama hiyo. Alafu kana kula ni kama akataka. Kanaacha kukuile kuku hapo na chips. Na kijana saa hiyo ameangalia tu. Najua huyu kijana anaumia kwa moyo lakini hawezi. Sisi kweli wanaume. Wanaume wewe. Hakuna mwanaume hajafikia hapo. Nikajua huyu kijana anaumia lakini hasemi. Alafu kama mlepo hapo kama kuja kuleta mchezo hapo. Kana kula kama hiyo namna hii. Alafu kana hata ile kuku mkubwa hapo. Mimi nikasikia vibaya lakini sio mimi nilikuwa nimenunua. Kana jaribu kuambia hapo si kula. Kwa nini zimu? Hadi wadada jibu na tuelezaka maneno. Upendo. When we are perfected in love, I'm telling you, hautatoa hapa 50 bob. You give the best. That is a gift to God. That is a demonstration of the love you have for Him. Ninaona watu wakiachana. Unaandikwa barua kwa tissue. Tissue Achani kujifanya kama mmesikia saa hii. When I saw you first, my heart parasha. But now I feel from it. Alafu hiyo tissue inakuja vizuri inawekwa kwa bashi. So the first thing ukitoa barua ukute imeandikwa tissue, what does it tell you? The love is gone. Si kweli? The love is gone. So you don't need to be told the love is gone. So what I'm saying is wapendwa, when we love God for real, you will not be told kuja church mapema. Hautaambiwa na mtu utoe pesa nzuri kwa kanisa. You will demonstrate the love the best way possible you can. Because there is always a tendency of men or women being sacrificial to what they believe is best for them. The reason why hata mambo ya kanisa unaishikashika hivi kama gari moto is because you have not been perfected in love. But when you truly love, you can die for it. Bwana Yesu asifiwe. So we have defined what is maturity. Leo last Sunday tuliangalia the stages of growth. Tukaona the first stage of growth is called baby stage. Tuliona hiyo. And nikumbuke, pastor hukuja kuniona. Hiyo kanisa haina upendo. Pastor, kama wewe uko kwa hii level, uko level ya baby stage. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma the book was in the book of 1 Corinthians. Was it 1 Corinthians? What was it? 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. And we saw this is Paul who is writing to the church of Corinth. Akiwaambia singeongea na nyinyi kama watu wazima, nimewaandikia kama watoto kwa sababu ndani yenu kuna chembe, kuna tabia za utoto nimeziona wa kiroho. Walikuwa na shida ya division. Kuna watu walikuwa wanasema sisi ni wa Paul, sisi ni wa Apollo. Paul akihubiri tunasikia hata tumebarikiwa. Akawaambia hii ni shida ya utoto. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia kile mnahitaji ni maziwa. Hamuhitaji chakula kigumu maana mko na utoto ndani. So ukiona mahali watu wako na tabia mingi za mwilini, kuchukia, mimi aliniangalia vibaya, mimi nasikia ni kama naweza hata weka Yesu chini nimpige. Hiyo kanisa nilienda kwanza, kuna mama mwingine hapo anajiona ni kama yeye ndiye. Wacha nikwambie, wewe uko na utoto. Na sio ya kimwili peke yake, ya kiroho. Kuna mama mwingine alikuja last year. Alikuja hapa baada ya ibada, alikuja akaniona kwa ofisi, akaniambia pastor, acha nikwambie umenibariki. Nikasema yes. The following statement alisema ni gani? Aliniambia acha nikwambie pastor, mahubiri yako ni super. Lakini kuna mama hapo
Alikuwa ananiangalia vibaya mpaka ninashika mimi nimemfanya nini? Sasa nikamuuliza Mugani. Anajaribu kunieleza alikuwa na goli. Sasa nikamwambia pole basi. Akaniambia mimi sioni kama hii chache nitarudi. Na kusema kweli hajawahi rudi. Hajawahi rudi mpaka pale. Shida ilikuwa nini? Kuangalia. Sasa mimi ukiniangalia pale nitakula fish. Hebu jaribu tuone kama nitaweza kushiba. Au mtu akutusi. Imejarika hapa. Na kama inakusubua wewe kwa ile level. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama nimemuona siku mingi sana. Leo atajua mimi ni nani. Kwa plot. Unawaka mpaka unatulizwa. Wengine wanawakaka mpaka anaanguka chini. Hewa imeisha. Anaanza kupepeta. Wewe uko na mwili. Wewe uko na mwili mingi sana. Uko kwa ile level ya baby stage. Bwana Yesu asifiwe. So baby stage ni watu ambao wanasuguliwa na vitu za mwili. Vitu za mwili. Hata anaweza angalia. Unaona sasa, unaona hii kitambaa nilisikia ukienda kwa Illuminati unaikuta. Wewe ulienda kwa Illuminati siku gani? Wacha upuzi. Yaani tu vitu fake. Yaani tu vitu maana inawasukua. Hata mama mimi ataikibisha. Mimi sisikiagi nini. Naonanga tu akiwa amejaa kiburi. Si unaona vile anaweka mdomo akisema halali. Hata vile anaweka mdomo. Jesus, baby stage. Bwana Yesu asifiwe. We want to grow up people in this place. Tunataka watu wakomae. Sasa kama wewe unasema ukuji church kwa sababu ukipigwa simu na mchungaji, wewe unampigia nini? Na yeye anapigia kwa nani? Hiyo kanisa hata ukiumwa na kichwa, pastor hawezi kukuja kukuona. Yeye anaumagwa, wewe unampigia. Let's talk. This is ni utoto. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni utoto. Baby stage, they are dependent. They want to be served. We say that. They want to be served. They are dependent and they are self-centered and carnal. Wanasuguliwa na vitu za mwili. Bado wanasuguliwa na haki mimi naona sijui nasikia kuanguka na wengine wanasuguliwa na usharati. Unajua ni nini? Ni hii baby stage. Hii level. Kuchukua mic hapa kuibisha kumaanisha ni umejua. Kama bado unasuguliwa na hii umwili uko kwa ile ya baby stage. Hiyo ndio level watu wanakuaga wametoka kwa shetani lakini udogo ya huko hawajatolewa yote. Misisi bado iko na hiyo mchanga ya huko. Umeshika. Kuna ndugu alikuwa ananiambia wakati aliokoka alikuwa anapita mahali kuna club. Anasikia anataka hata mwili ni kama inajipeleka huko ndani. Imagine. Yeah, now you can't blame him. Ni that level, alikuwa that level. Hakuwa ametoka huko sana, alikuwa tu mgeni. So hiyo harufu anasikia bado inamuita. Wengine ni sigara. Anasikia hiyo harufu anasikia sasa hii ni majaribu kweli. Wewe unaweza suguliwa na sigara malika? Hata unasikia ikiruka vibaya. Hata unashika watu hii kitu watu wanamfutana. Mwingine ameokoka lakini akisikia anasikia maisha migumu namna hii. Mungu nakuomba katika jina la Yesu niokoe na hii majaribu. Na ndio maana unaona ukiokoka wachana na watu ambao mlikuwa mnatembea nao. Maana watu wengine wameokoka lakini ibada zako na mahusiano yako ni ya wenye dhambi. Wachana na wenye dhambi. Kama ulitoka kwa watu wa sigara, wacha kwenda kupeleka pua hapo. Na kwa sababu wanajua uliwaambia umeokoka. Unajua wanafanyaka namna gani? Mwisho unasema hata kidogo hata Mungu ataelewa. Mwisho unarudia zile matapiko uliacha. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, let's grow from this level of baby stage. Nimesema karakta zake. They are dependent, they want to be served, they are self-centered and they are carnal. They are wanasuguliwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. So leo nataka tuangalie another level ya little children level. This is another level of growth called little children. 1 John chapter 2 verse 12. Na masaa inaenda sana ninalionea. 1 John chapter 2 verse 12. Little children stage. 1 John chapter 2 verse 12. The Bible says, Mwefika 1 John.
1 John chapter 2 verse 12. The Bible says, I write unto you little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you fathers, that is another stage tutaangalia, because you have known him that is from the beginning. I write unto you young men, that's another level, because you have overcome the wicked one. I write unto you little children, because you have known the Father. I have written unto you fathers, because you have known him that is from the beginning. When I was with him. Now, this level of growth, ya little children, iko characterized na number of things. One, little children level, hizi ni tabia za watoto wadogo kiroho, wale ambao wanazidi kukua. They like to receive praises. 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 Wanapenda kusifiwa sana. Na ndio mnaona kama mtoto sometimes ukitaka atakule unamsifu. Wewe unaweza maliza hiyo ugali. Unaweza. Anakwambia mama, naweza maliza, anakula kabisa, anamaliza. Hivyo ndivyo ilivyo hata mambo ya kiroho. Watu wanafikiria ati ni tofauti sana. Hakuna. Ukiona mtu ambaye anapenda sifa sana, na ni kitu ambayo inasumbua watu wengi. Akija chacha akute he is not recognized. Msiangalie ndevu. Abia jirani yako usiangalie ndevu. Msiangalie au kuna watu wanakujaga chacha akiona pastor hamrecognize. Anaanza kushidwa sasa, hii ni kanisa ya aina gani? Huyu pastor na mbona haoni watu? Na sasa unashindwa ni kuona watu namna gani? Kuona yeye ni kumsifu. Hapa wapendwa, tuko na ndugu fulani wa fulani. Huyu ndugu ni manager wasijui wa wapi, takataka mingi. Hiyo those praises. Na anaana anafanya na mnasikia yes. Akishika mic hapa aseme kitu, anataka asikie comment ya kila mtu. Msikiaje? Msikia kama wewe ilitembea. Acha upuzi. Hiyo ni mtoto uko naye. It is level ya watoto wadogo. Mnanishika wapendwa? They like to receive praises. Hallelujah. They like to receive praises. In fact, wakisikia kitu ambayo ni ya kuwavunja, ilitoka kwa mchungaji. Pastor amesema hiyo. Mimi hiyo kanisa sitawahi. Nilijua tu. Na yeye hata nilikuwa nimeambiwa nikaji. Kumbe anakuanga hiyo. Pastor amesema hiyo. Na labda hata nigongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Amen. Hallelujah. Amen. Kukua ni wakati. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka Elisha anafuata Elijah. Anaambiwa na Elijah. Mwanaume, tuache kuzibuana. Nashoka, hebu rudi. Yani his own pastor discourages him. Yes, anasema baba, sasa nitaenda wapi na wewe? Hiyo kitu ni wewe uko nayo, ile kitu nataka. Jamaa alifuata mwanaume sijui how many cities. Anaambiwa rudi, usirudi. In fact alikuwa anaswear by God. As God liveth, leo niko naye hapa kwa sikuachi, univunje, unitusi, tuko na wewe. Hiyo ndio maturity. That is a man who knows what he needs from his father. Unajua ukitaka kujua, unajua kuna ukienda mshirika bado wako kwa ile level. Pastor nitafute. Huyo ni mtoto. Ukitaka kujua umeanza kukomaa, it is when you begin to realize the value and what you need from your father. In any case, father should not pursue you. You should pursue the father. Wapenda mnanishika? Wakati umekomaa, sio baba anakutafutaga, ni wewe unatafuta nani? Kama umefika hiyo level ya kuwa wewe ni unatafuta baba yako, ujue umeanza kukomaa. Lakini wakati baba, wewe mtoto wako wapi? Ako wapi? Au unasema baba, hata kuna nilikuwa ninaona nikiwa mdogo, nilikuwa naambia mama skuli. Usikie vibaya. Ati sasa mimi nisipokula mama atasikia vibaya. Si tulikuwa hivyo tu watoto? Wapenda, si tulikuwa hivyo. Sikuli. Sitakula na sitakula. Sitakula. Hata unaenda unajificha. Ndio wakutafute. Wanitafute. Unajua utatafutwa. Unajua utatafutwa. Wanitafute. Kusema kweli ninatafutwa. Lakini siku hizi mzee anataka kujua niko wapi. Nilikula nini? Hata mkikula maji mkule. Dazija alifanya sehemu yake. Sasa hiyo mimi nimeanza kutafuta mzee. Nataka unibariki. Kama juzi nilikuwa kwake. Na masawadi mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu mimi nilijua baba yangu tangu mwanzo alikuwa anataka nifanye biashara, nilimwambia
Nikamwambia dadi, najua ulikuwa unataka niingie kwa laini ya biashara. Anajua niliingia kwa uchungaji, naomba msamaha. Aliniambia usijali mwanangu. Haina shida, hiyo sio kitu kubwa. Lakini anasema hivyo kwa sababu ameanza kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi mimi ninatafuta nani? Mzee. Sababu nimeanza kurealize what I need is from him. So wakati wewe umefika hii level ya pastor nitafute, wacha asiponipigia simu hiyo kanisa siku, my friend, uko kwa level ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, they do things appealing to them. Wanafanyanga zile vitu zinawafurahisha. Sio vile vitu zinahitajika kufanywa. Anaweza chukua hii mic na sio yeye alikuwa amefaa kwa praise. Sema nimeogoswa na roho. Nyinyi mnasuia roho sana. Hii kanisa mpeni roho nafasi. My friend, wacha utoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua sana uko na utoto ya kiroho, when it comes to dealing with the spiritual things. Amen. Amen. Ushaenda kwa kanisa mengine, wanaweza kuruka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mpaka saa 6 ya usiku. Na hawajali, kuna wamama wako na watoto hapo, kuna wamama wanagojoa na wazee. Hivi ni roho. Roho amesema tu hivi. Nyinyi mko na mtoto kwa hiyo kanisa. Na hakuna kitu baya kama kuwa kwa kanisa ambayo kuanzia mchungaji ni mtoto na washiriki. You can imagine hiyo anointing ina flow kutoka kwa kichwa ni kama yeye kuna utoto ile jambo. Utakuwa na mtoto kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Maana the spirit of a prophet is subject to the prophet. Haimaanishi ukiingia ndani ya roho unakosa kufikiria. We still have our mind. We should be renewed, not by removing of our mind. Not by removing. We should be renewed. Kurenew sio kuremove. Sasa watu wengine baadaye ya renewing wanaachwa tu kitu kinakaa kama kichwa hakina kitu. So wakiingia mambo ya Mungu unakuta watu hawafikiri. So ni hii level. They do things appealing to them, not to what God wants, not to what the leaders are saying, not to what the law is saying. They do things appealing to them. Ndio maana mnaona mtoto anaweza kuja hapa mbele. Piga soma sote. Nikiendelea na mahubiri hapa saa hii na sitakuwa na shida kubwa. Hebu wewe kuja upige soma sote hapa, utatuambia kama kichwa yako iko na shida. So watoto at this level, they do things appealing, say things appealing to themselves. Yeah. Anaweza hata amka saa hizo. Leo nasikia ni kama roho ananiongoza nisiende church. Roho. Unajua sasa hajui tofauti ya roho na mwili. Ni watoto. Nasikia ni kama roho ananiongoza leo kulala. Maybe kuna maono Mungu anataka kunionyoa, acha utoto. Mnanisikia wapendwa? Na mimi nahubiri mambo haya kwa sababu ni levels tumepitia. You should differentiate between spiritual and physical or carnality. So ukiwa katika ile level, you love praises, you love to do things appealing to yourself. Are we together? Ni hao unasikia wakisema, mimi siko kwa sheria. Nilikombolewa na sheria, my friend. Tulikombolewa na sheria ya Musa tukaingia kwa sheria ya Kristo. Tukatolewa kwa lile ya dunia tukafungwa lile ya Yesu. Hakuna freedom as freedom. There is no time you shall be free and free and free, my friend. You are still under a certain influence of a spirit. Unanishika? So hakuna wakati unasema mimi niko free. My friend, you are still unanswerable to somebody and somewhere. Na ndio maana mnaonaga wakati nilikuwa shule, tulikuwa tunataka tumalize shule mapema. Standard 8 iishe. Form 4 nimalize. Kabla nimalize nikuwe free. Nitarara. Wacha tu kwanza. Wacha nimalize kwanza, nitakuwa na lala. Unalala? Nani anakuamsha? Si ulimaliza shule? Unalala? Kwanza saa hiyo ndio naamka mapema kuliko wakati ulikuwa unaenda shule. Nini nakuamsha? Shida zako. Bwana Yesu asifiwe. That is how it is with spiritual thing. When you are toddler, wakati kwa ile level ya little children, you feel mimi am free. My friend, kuna wakati Petro aliambiwa utaenda kule unaambiwa, sio kule unataka. Otherwise Petro akianzia alikuwa anafanya kile anasikia kufanya. Akitaka kukata sikio kata chini.
Anaambiwa kuna Yesu, wewe hapana, rudisha. Hii dini yetu si ya kutetewa na upaga, wanarudisha sikio. Lakini wakati ulifika Petro akabadilishwa, na wakati alibadilika akaambiwa namna gani? Convert your brothers, strengthen them. But in the beginning haikuwa hivyo. So what I'm saying, this level, most of the people on this level, they do things appealing to themselves. They are not answerable to anybody. They do things that ile ina favor them. Mimi nasikia leo nifue nguo. Atipasa alikuwa anasema twende mapema. Kwanza hiyo siku ndio unasikia kukuja sasa. It's this level. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, the third level is the level we call the young man stage. Young man stage level. 1 John chapter 2 verse 13 and part B. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. Now, this stage, young men stage, all these levels are in the spirit. This stage of young men stage, ziko na character kama tatu nne. One of it, young men stage level, they are strong and energetic. Wako na nguvu. They are strong and energetic. Hapa ndio unasikiaga sasa, unaona sasa pastor akihubiri hapa. Unashindwa sasa huyu pastor anahubiri pole namna gani? Yemsikia mwingine wakisema ni lullaby. Because unasikia kupiga drum hapa. Bwana asifiwe. Hiyo sauti ni nani? Wewe stulia. Continue growing. Continue growing. Amen. I remember kuna siku one of my friend alikuwa ananiambia tulienda youth camp. Aliniambia, "Wacha nikwambie mtumishi. Mimi nasikia niko sawa. Nasikia kama naweza piga soba sote niruke hii nyumba hii." Nikajua ni ujana. Nilijua tu ni ujana. Anasikia, yaani unajua ukiwa kijana, ni unaona vijana vile wanafungua t-shirt namna hii. Anashika moto pale. Hebu fungua. Pia hakuna mtu anakuambia waje. Kuna wakati atafunika. Aweka mpaka zile za ndani tatu. Na hakuna mtu anamwambia. Wewe kijana anajisha moto baki mpaka anafanya miguu namna hii kwa hewa namna hii. Wewe unaangalia yeye haoni hizo hatari hizo ni zako. So vijana, it's the same case spiritual inakuwa namna hii. Kijana anasikia mafuta iko, mafuta. Pastor ni mimba, anatuzuilia bwana. Mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ifanyeni namna hii wakati unasikia mafuta. They are strong, they are energetic. Amen? They are strong. Anapatia kidogo. Niliona mwingine amekuja hapa akasema, "Niachilie au nisiachilie?" Niachilie au nisiachilie? Tukamwambia achilia. Na hata sisi tulikuwa kwa that level. Si kweli? Most of us tulianza hapa. Unasikia yani mafuta imejaa. Nasema mimi nikipatiwa hiyo kitu, naweza achilia kitu. Na watu wasemaje mimi wataachilia? Ni kitu. Naweza achilia kitu. Ukianza hizo ni maongezi ya this young man stage level spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wamefika further stage, sometimes anaweza hata kuja hapa mbele. Roho mwambie usiombee watu. Amen. According to you unaweza kuangalia. Si kuna sometimes nakujaga hapa. Na nasikia sitaki kuombea watu. Na siwaombee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza kuja hapa. Abiwe ebu sema 1 2 3. Lakini ukiangalia ile kitu anapewa sema haki make sense. Lakini further stage ashaelewa hiyo ni language ya Mungu. Anasema na unaona mambo yanafanyika. Lakini sasa watu young man stage level hakuna kitu wanaonanga kubwa na ni nzuri kuona hiyo, lakini ukifika that level ya further stage kuna vitu zingine utakuwa unaenda hata. Do you know the reason why you see fathers are strong in the spirit? They have known the ways of God. Moses knew the ways of God. The children of Israel, they knew the act. Matendo na njia. Hiyo ndio tofauti. He knew how. They knew what was performed. That's the difference.
So if you have come to the level of father stage, you know how, you know why, but young men stage, they know how fanya. Si unasikia mafuta iko fanya. So they are strong and energetic. Number 2, they are rearing to move. Yo unasikia wanaenda kwa mganga. Wanamwambia wewe, tumekuja kwa jina la Bwana. Leo utatubu. My friend. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mganga anawaangalia. Atashinda sasa hawa watoto tutaanza na wapi hapa? Ukitoka huko unaanza kuokota makaratasi. Juu haukuongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Hata there are some battles Mungu atakwambia usipigane. There are some areas Mungu atakwambia usiende. Na ndio maana Daudi alikuwa strong. Why? Because he never ventured in any battlefield without consulting God. Bwana Yesu asifiwe. Unanishika wapendwa? Unajua wakati unaona sometimes pastor anawaambia hebu tuachane na hiyo crusade kwanza. Sasa vijana anashinda sasa huyu mchungaji. Hapa kuna samaki kama 200 tungekamata saa hii. Sasa anasema tusiende. Sasa unaona? Sikiza roho. Fathers, they have learned by their senses the communication of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini young men stage, they maximize the strength and the power. Samaki zingie, my friend. Kuna sometimes God will say stop it. Say it. Amen. Na Mungu akisema move. When he says stop, stop. These are the levels. So wapenda nataka niulize uko kwa level gani? Hebu nisaidie yako uko kwa level gani? Unasikia kama uko gani? So the third thing, they have a vision for future. They have a vision for future. Wako na maono ya usoni. They have a vision. They are visionary. They have a vision. Young men, they are good. They have a vision. Umeshika hiyo? Bwana Yesu asifiwe. So how many are they now? Number 1, they are strong and energetic. Number 2, they are ready to move. Number 3, they have vision for future. But does it mean when you have a vision you move? There is a time for vision to come true. So wait. So ile shida kubwa sana, changamoto kubwa sana na this level is waiting upon God. Na hii ndio inakuwa shida. Unasikia vijana they want to move. They want to move. They want to move. They want to move. Pastor anaenda pole. My friend. Kuna sababu ya kwenda pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu ya sometimes kungoja. Lakini vijana wanashika sasa, wewe pastor, unakuja nini? Ngojea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. So, can we look at the final stage, your father stage? 1 John chapter 2 verse 14. Father stage. I have written unto you, fathers. Nimesema 1 John chapter 2 verse 14. 1 John chapter 2 verse 14. I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. So, 1 John chapter 2 verse 14 inatueleza tabia za kiwango hiki cha watu ambao wanajiita baba. They are fathers, they are grown. And I hope you know the father means source. Father means the source, the provider. Father means the source or provider or something like that. Now, these are the characters of the father stage. 1, they know God. They know God. They know God. They know God. There is difference between knowing about God and knowing God. Unanishika? Kujua kuhusu Mungu na kujua Mungu. Knowing God, it is to know him experientially. Ni kuwa na uhusiano naye kiasi kwamba amekupitisha mapito, umemfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamekosa sasa kuwa Mungu wa Elijah, ameanza kuwa Mungu wako. That is to know God. Unaweza peana ushuhuda, kila mtu aseme yenyewe, wewe Mungu wako ako hai. Bwana Yesu asifiwe. There is a certain pastor huko kwetu nyumbani. Siku moja alikuwa hawa wachungaji ambao wanaendaga mikesha na makanisa ya nyumbani. Sometimes unakutaka kanisa za nyumbani ziko mbalimbali, sio kama hizi hapa town, zinakuanga mbalimbali. Na
alikuwa anafaa kamwenda jua hii kaputu mrefu hii na tochi. So alienda kesha siku moja, na akitoka ukawa na majamaa wamemgoja kwa sababu walikuwa wamenoti anaendanga kesha. So walifikiria yeye ndiye anabebaga muhodhi. Sema muhodhi. Unajua muhodhi? Sadaka. So walikuwa wanataka wamshike wapige geta wanawanye yeye sadaka. Because kuna watu wanafikiriaga pastor ndiye anabebaga muhodhi. Kuna makanisa pastor ndiye anabebaga, lakini sio kila kanisa pastor anabebaga muhodhi. So siku hiyo wamemgoja mahali. Wamemgoja mahali, anasema leo pastor, leo muhodhi haukui. Kumbe hata sio alikuwa na muhodhi. Wale wanaume pastor alipokaribia waliona pastor, lakini wakaona ako na wanaume wengine warefu sana, akashindwa. Akaona pastor siku hizi amepata mabodyguard na ikawa ngumu kwa kumfamia. So pastor akapita. Ndio sasa the following day pastor walimwendea wakamwambia, pastor, tuambie ukweli, sisi tulikuwa tumekungoja na tumekuja utuombe, tunataka wokovu, lakini tuambie ni nani hao walikuwa nao jana kutoka kesha. Pastor akamwambia, nilikuwa peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni akina nani hao walikuwa wamezindikisha pastor? Ni his guardian angels, right? Bwana Yesu asifiwe. So fathers, they know God experientially. Kuna mambo yametendeka katika maisha yao kumconvince otherwise it is hard. Muendeshika wapendwa. So they know God. That is the first character of the fathers. Number 2, they have senses that are mature. Hisia zao zimekomaa. They have senses that are mature. How many senses do we have spiritually? Tuko na hisia ngapi za kiroho? They know the Father. They have senses that are mature. How many senses do we have spiritually? We have how many senses physically? 5, right? Ya kunusa, ya kusikia, ya kutazama, ya kuguza, they are 5. There are 5 senses. How many do we have spiritually? 5. They are not 5. They are so many. They are many, extremely many. When I say their senses are mature. They can sense God. Amen. Through many channels. Mtu anaweza kaa namna hiyo kwambia nimeona malaika pale. Umemwona namna gani? Haya mbona na haya macho. Sometimes he feel the angel. They have senses that are mature by the reason of using and mixing with the world. To an extent their bodies zimedevelop to sense God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sometimes tunasemaga Mungu katika nyumba hii. I feel the presence of God. How do you feel the presence of God? Wapendwa, how do you feel the presence of God? Feel like this. How do you feel the presence of God? How do you feel the presence of God, wapendwa? Wakati unasema kuna uwepo, au kwa sababu umeona mtu mmoja ameanguka chini. Kuna uwepo. Anaweza kuanguka kwa sababu ya shida. Ashiko na emotion izijaa mpaka akuke chini. That's not necessarily mean kuna presence. So how do you feel the presence of God? Watu wamelia, hiyo ni wepo. Sometimes people can cry out of emotions. Akikumbuka aliacha radio ndio amemwambia tukikutana jioni nafunga hiyo nyumba. Leo nasema ni wepo. Akikumbuka vile mwanaume yake alimpiga kofi. Kuja anainua mikono hapa. Anasikia kuisha kabisa. Anakumbuka vile alimwambia sitawahi kutandika wewe. Wewe ndio wangu wa maisha. Sasa amempiga gumi. Anainua mikono, anasikia machozi yote. Na wewe sasa hiyo unasema ni uwepo. Ni uwepo ya gumi. So how do you know the presence of God? Okay, and then mfanye research. Ukuje mniambie sana. Maana ninaonaga sometimes hapa pia huwa tuna mistake the presence of God na emotions. Wanaweza sisi. Unaona vile wewe ni vile analia. Lakini wengine wanalia kwa sababu ya shida. Mtu anaangalia maisha yake akikai. Hii kai. Wewe unasema ni uwepo gani? Thank you. Do you know the reason why we don't experience miracles? Because we expect to see miracles by
when you believe God's word, where 2 or 3 are gathered in his name, his presence is there. You don't need to see moving things to believe he is there. By the fact that he said he is there, when 2 or 3 gathered in his name, he is there. When you take that word, it attracts the presence of God. Hata kama haiko. Lakini sisi tunataka tuone, mapepo imeanza kuongea. Sasa uwepo iko my friend, wacha. Na wale watu wanaenda wanakunywa pombe na ni pasta na anakuja anazikemea zinalia kabisa. Nayo hiyo ni gani? Hamjui kuna watu wanatumia gift. Alipewa gift. Unajua Mungu arudishiaje gift? Alikupea gift ya healing or deliverance. Alafu in the process of time uko compromise. Does it mean that ile gift itafanya kazi? Kwanza ukikunywa kama Yesu. Unasimama hapa unatoa macho namna hii. Unaachilia kitu na shetani anasema yes, iachiliwe. Ndio unajua shetani anafanya hiyo kwa nini? Ndio akutie moyo kufanya hiyo dhambi. Jiji hamuja haijua. Shetani anakufanya kukutia moyo wewe fanya kabisa. In fact vile unazidi kusherati ndio power inakutembea. Ndio sasa utoke sana kiasi kwamba kurudi ni ngumu. Na ndio maana unaona mtu anasema kama roho ametembea na mnaina sijaomba na nikiomba my friend omba uone kama atatembea. Wapenda, these are further stage. But let's see. Mnanishika. Because God does not want you to hold on anything that can replace him. Usifikirie ni kwa sababu ya maombi yako. Usifikirie ni kwa sababu ya pesa. Ni kwa sababu ya kuokoka ya miaka mingi. It is God. Amen. That is now growth. Sio kwa sababu ya kufast, sio kwa... Mimi nakumbuka wakati tunakuwa kiroho. Maana tumepitia these stages. Nilikuwa nikipoa kuhubiri sana, mimi naenda Kataroni 3 days. Nataka niachilie kitu. Ninaomba uwepo. Naomba mafuta. Na yeye Mungu anatembea. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine if you have to go for fasting and praying every time you want to go to move. Si utakufa. Bwana Yesu asifiwe. I don't need to do that now. I have known him. So, Father state, they know the Father or they know God. Number 2, they have senses that are mature. Number 3, they are stable and strong in their faith in God. They are stable. Kila mtu aseme stability. They are stable. Wako na uthabiti. Sisi tunahitaji ustability. They are stable and strong in their faith in God. They are immovable. Wakati bado wewe you can be moved by waves, by trials and temptation, is because your faith is not strong and you are not stable. Na Mungu hawezi kukutumia kwa njia kubwa kama hajadhibiti au kama hajadhibitisha ya kwamba you are strong, you are founded in God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And number 4 and the last one, the word of God abides in them. The word of God abides in them. Tutamalizia hapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. So what are the characters of the Father state? Number 1, they know God. Can we say it all? They know God. They know God. So ukisikia vijana anasema fudi wa babu nipige rada, unajua bado ni vijana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji kupigwa nini? Rada. Father state haibaki hizo nyimbo za ile nipige rada. Washapigwa my friend. Wamepigwa wakapilika. So ukisikia vijana wanasema fudi wa babu, tuibeni kidogo wapenda. Fudi wa babu nipige rada, wanahitaji kupigwa rada. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Muulize jirani yako kama amepigwa rada. Pale hiyo ipo inaibagwa hadi tuibe kidogo. Nani anajua? Nimependwa na Mungu. Hebu basi tuingie wewe unajua. Tuingie kidogo. Nimependwa na fundi wa mbao. Good. Hebu patia pasta hapa hivi. Ndio, sio umependwa na fundi wa mbao. Tuingie. Nimependwa na fundi wa mbao tewe, umependwa. Nimependwa na fundi wa mbao tewe, umesamehewa. Alifunzwa na baba yake toka utotoni kupiga bao randa. Sijui na misumari. Nipige randa sasa. Nipige randa. Iwe sawa. Nipige randa. Haya.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako hiyo level ya kupigwa rada. Hawajafika ile level ya father stage. Bwana Yesu asifiwe. Father stage ni watu washapigwa rada. Amepigwa rada. In fact wamepigwa rada mbaya bovu. Hata ukiwaambia wapigwe rada tena wanakuambia tafadhali ngoja hapana. Amen. Lakini hii level ya fathers, ya young men stage ndio hawa wanasema tupigwe rada. Ni fundwa. Mimi kwangu Yesu sio fundwa, but he is more than that. Mnashika. They know about God. There is difference between knowing about God and knowing God. Are we together? So number 2 tumesema they have their senses that are mature. Their senses that are mature. Ndio maana mnaona mtoto anaweza danganywa na sweetie. Mtoto anaamini kila mtu ni mzuri. Lakini kuna level inafikaga mtoto anaanza kujua huyu ni mwizi, huyu ni dadi, huyu ni aliko na huwezi kumdanganya. So when you continue growing, ukiona watu ambao wanafuata kila pastor ni baba. Kanyari ni baba. Nani mwingine? Helicopter ni baba. Harrison ni baba. Mwaura ni baba. Nani mwingine? Manyoro ni baba. Kila mtu ni baba. Na si Manyoro ni baya. Si ni mtumishi. Kila mtu ni baba. Unajua ni wako level gani? Bwana Yesu asifiwe. Hello. Nifanyieni namna hii mwezi wa father. Sijafanya nini? Yes, yeye alikuwa baba ya watu. So what I'm saying is, watu ambao wamefika level ya fathers, they know God. Amen. Their senses are mature. They know who is their father. Si wafuati kila mtu, kila nabii ni baba. So long as ametoa mkate, amekuita jina, wewe unaitwa John Joroge. Huyu ndiye baba yako kwanza leo. Haki ameniita jina, macha ukubafu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna a lot of wizards. Watu wa diviners wanazunguka mpaka maduka siku hizi. Wanakutana na yeye anakuambia, ni aje kadi? Umejuaje? Kuja nikueleza mambo yako. Unaambiwa mambo yako, mwisho unaitishwa sadaka. Alafu kuanzia hapo unapewa namba ya simu. Unajua sasa kuanzia leo mimi ndiye nitakuwa nakwambia mambo yako. Unapata baba mwingine. Mwisho unaanza kukosa church. Na mwisho unasema umerudi ile kanisa yenu ya kitabu. Sio kanisa umerudi ya kitabu. Ni baba umepata mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Watoto ndio wanahamiaga kwa jirani wakisikia harufu ya chapati. Mama, hapana bwana. Leo siwezi kula ngine. Nakumbuka wakati mtumishi mwili alikuanga juu sana. Tunakumbuka wakati alikuwa na makrusade group. Wacha ifike sana tusikia na crusade. Hiyo sasa hakuna kwenda kanisa. Paka mapasta wakaanza kulalamika bwana. Makanisa ya Sundays wakati mwisho wa mwezi alikuwa na makrusade mwisho wa mwezi. Hakizina watu wameenda crusade za mwili wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako sasa unafuata nani? Watu wamekuwa makahaba wa kiroho. Si mnajua makahaba kuna nabii. Hapo na wakulipa nyumba. Anywele. Nini nyingine? Wakulipia watoto school fees. Wanyama, umesikia nyama mahali. Nini nyingine? Wagani. Hivyo ndivyo watu siku hizi wako. Kuna pasta wa kutoa sadaka, akutabiri, wa maombi sijui ya nini. So unakuta mtu mmoja ako na mapasta kama 5 na wote anawaita paka. Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen. Amen. Umuulize uko na baba wangapi? Be mature. Let your senses be mature. And how do you mature in your senses? By having time in the presence of God. By having experiences with God. So when God takes you through painful situation, sometimes He takes you through that situation so that you can learn. Kuna hisia zingine zinafungukaga kwa sababu ya kupitia sehemu zingine. Bwana Yesu asifiwe. So ruhusu Mungu akupitishie hiyo, ndio hisia zingine ziamke. Unanishika wapendwa? Yes. Kuna sehemu zingine Mungu anakuambia don't go, na sometimes anapitia kwa pasta usiende. Kwanza
Unajua kuna sometimes mpasa anaweza kukwambia kitu uone he is not reasonable. Nimesema usiende nyumbani. Na kumbe ni Mungu anataka aone how much you have grown. Na unasema kwani mimi siwezi zuiwa na mtu mimi my friend. Mungu anaona bado wewe hujafika, hujainuka bado wewe ni mtoto. So tukimalizia nataka kusema hivi. Father stage, they know God, they have the senses that are mature, they are stable and strong in their faith, and the word of God abides in them. The word of God abides in them. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Basi you can switch it off here. Nifanyeni namna hii tumemaliza. Uliza jirani yako uko darasa gani?